Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Disemba 14, siku ya Jumapili. Ni katika mwendelezo wa somo la 12 linalosema Mungu ni mwaminifu. Leo tunaenda kuiangazia mada ndogo katika somo hili inayosema yakatimia mambo yote. Kwenye Yoshua 21:43 hadi 45, kitabu kinatoa taswira gani ya Mungu? Je, maneno haya yanafaa vipi si tu kwa nchi ya ahadi ya kihistoria bali pia uhalisia wa wokovu wetu? Timotheo wa pili sura ile ya pili ya 11 hadi 13. Aya hizi ndiyo kilele cha kitabu na muhtasari wake wa kiteolojia. Aya hizi zinakazia moja ya mawazo makuu ya kitabu kizima, uaminifu wa kiagano wa Yahwe, ambaye anashika ahadi zake na kutimiza viapo vyake. Sehemu hii fupi pia inatoa muhtasari wa maudhui yote ya kitabu mpaka hapo. Yoshua 21:43 inanena juu ya mgawanyo wa makazi mapya ya ile nchi. Yoshua sura ya 13 hadi 21. Wakati Yoshua 21:44 ikirejelea kwenye ushindi uliopatikana dhidi ya maadui na umilikaji wa ile nchi uliokuwa umepatikana. Yoshua sura ya 1 hadi 12. Kukumbuka yaliyopita kote huku kunafanyika kupitia kwa mtazamo wa uaminifu wa Mungu. Ni lazima Waisraeli wakumbuke daima ya kwamba kamwe hawataweza kudai ushindi dhidi ya maadui zao na au ile nchi kama urithi wao, isipokuwa kupitia kwa uaminifu wa Mungu kwa neno lake alilolitoa. Yeye aliwapatia nchi hiyo yote. Yoshua 21:43. Msisitizo umeongezewa. Yeye aliwatia adui zao wote mikononi mwao. Yoshua 21:44. Msisitizo umeongezewa. Na sawasawa na hayo yote aliyokuwa amewaapia. Yoshua 21:44. Msisitizo umeongezewa. Yalitimia mambo yote. Yoshua 21:45. Msisitizo umeongezewa. Matumizi yaliyorudiwa ya neno kol, yote au wote, mara 6 kwenye aya 3, Yoshua 21:43 hadi 45, yanasisitizia kwa mara nyingine tena ukweli kwamba ile nchi ni zawadi kutoka kwa Yahwe, na Israeli hawawezi kujitwalia sifa kwa kuipokea. Ni Bwana aliyeapa kuwapatia ile nchi na ambaye aliwatia maadui zao mikononi mwao. Mafanikio yote ya Israeli yanapaswa kuonwa kuwa ni matokeo kamili ya kuaminika kwa Mungu, uanzishwaji uliofanywa na yeye. Hili ni sahihi pia kuhusu wokovu wetu, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo kwa hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Waefeso sura ya 2 ya 8 na ya 9. Kwa kweli, akisisitizia uaminifu wa Mungu, Mtume Paulo pia aliandika, ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Timotheo wa pili sura ya 2 ya 11 hadi 13. Uaminifu wa Mungu katika kuzishika ahadi zake unatupatiaje imani kwamba hakuna hata moja ya ahadi zake kwa ajili ya wakati ujao ambayo haitatimia? Tazama Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya 13, Wakorintho wa pili sura ya kwanza ya 18 hadi 20. Mungu atubariki sote.